kabomoa nani hizo ofisi? Kwani wewe hujui wilaya ipi? Hujui wilaya. Hujui tawi la nani kwenye halmashauri? Wilaya ni nani? Kwani sisi ni Chadema? Cha kuelezea kuhusu chama. Huyu ndo mwekezaji. Jeuri yake wilayani. Rashidi tunasema hivi. Aliyebomoa hizi nyumba za serikali hizi hapa mbele nani? Mimi sina majibu ya kueleza kwenye chama. Kwa chama kilikuja kubomoa nyumba. Ninakwambia kama jeuri ya hela inakupa hivi. Chama kilikuja kubomoa hizi nyumba. Tuna hela, acha hizo dharau. Kamati ya Fedha na Uchumi ya Halmashauri ya Wilaya Geita imemwagiza mkurugenzi wa halmashauri hiyo kusimamisha shughuli za ujenzi zilizokuwa zikiendelea kufanywa na mwekezaji baada ya kutuhumiwa kubomoa baadhi ya majengo ya serikali ikiwemo ofisi ya mbunge wa jimbo la Katoro bila kibali cha halmashauri kinyume cha sheria. Agizo hilo limetolewa mara baada ya kamati hiyo kutembelea na kukagua eneo hilo ambalo limekuwa likilalamikiwa na baadhi ya wananchi ambao wamekuwa wakihoji uhalali wa mwekezaji huyo kubomoa majengo hayo kwa lengo la kutaka kuwekeza bila makubaliano kati yake yeye na serikali ya kitongoji hicho. Mbunge wa jimbo la Katoro, Mhandisi Kija Ntemi, ambaye ni mjumbe katika kamati hiyo, na Joseph Kasheku Msukuma, mbunge wa jimbo la Geita, ambaye pia ni mjumbe katika kamati hiyo, wamemtuhumu mwekezaji huyo kubomoa majengo ya serikali kinyume cha sheria, huku wakimtaka mkurugenzi wa halmashauri kumchukulia hatua kali za kisheria. Sasa baada ya kukamilisha zile taratibu za kwake anazoziita zimekamilika, akaenda kubomoa yale maeneo yaliyokuwa pale yamezunguka ule uwanja. Baada ya kubomoa ikatokea ile vurugu, zikachoma nyumba za serikali, ofisi ya mtendaji wa kijiji na nini zikachoma zote zile ofisi pale mbele. Baada tu ya kuchoma yeye, baada ya wiki moja kaleta gireda kaanza kukwangua bila kushirikisha serikali. Mtendaji hajui, tuna mamlaka ya mji mdogo hajui, hakuna mtu anayejua, mbunge wala mtu yoyote. Anajua yeye na mtu mmoja mwenyekiti sijui wa kata wa Chama cha Mapinduzi. Wakaanza kubomoa, ndo ugomvi ulipoanzia. Wale watu wa serikali wakamwambia, wewe kama unasema umepewa hili ni eneo la serikali, kwa nini unabomoa? Anawaambia, mimi nafanya kazi na Ikulu, mimi nafanya kazi na mkoani, mimi nafanya kazi na wilayani. Tukaona hayo maneno ikiguswa Ikulu ni sehemu kubwa sana takatifu, kila mtu tunaitegemea, ni sehemu ya haki. Tukasema sasa sisi halmashauri hatuwezi kuamua makao makuu, ni vizuri twende tukaone eneo, lakini nyinyi halmashauri kama wataalamu kwanza mtuletee vibali. Sisi tukaanza kupata mashaka, kwa nini wananchi walienda kuchoma ofisi za serikali? Lazima kuna sababu, na maisha yetu sisi Wasukuma tunafahamu. Tukasema ni lazima twende tukamwone mwekezaji. Sasa nadhani tulikuwa wote mmeaona aliyofika. Tumefika, tumeona eneo, tukahitaji, bahati nzuri mwekezaji ni mume wake na diwani wa kata. Tumeona eneo na diwani akasema yeye haongee na watu. Alikuwa amekaa kama hatua 15 na ameona serikali. Tumeenda na msafara wa magari ya serikali watumishi kama 30. Tukasema basi njoo tuzungumze na wewe utujibu hoja. Tunamuita amenyamaza. Sasa unajiuliza ni dharau ya kiasi gani? Watu wote hapa, kila anayegusa lile eneo anafukuzwa kazi, anaondolewa. Watumishi wakienda pale wanaambiwa umechoka kukaa Katoro. Kwa hiyo tumechukua maamuzi kama halmashauri. Tumekubaliana mkurugenzi wa halmashauri aandike barua leo ya kusimamisha ule ujenzi, kwa sababu alikuwa anaendesha kwa mdomo kwa kuogopa kufukuzwa kazi. Tumeamuru leo waandike barua ya kusitisha ujenzi mpaka pale taratibu zitakapokamilika. Lakini tumekubaliana wafungue shiti. Majengo 4 ya serikali yamevunjwa na mwekezaji. Haijalishi yamechomwa, lakini hatujampa kibali cha kubomoa yale majengo. Yana taratibu zake, tuje tujiridhishe kwenye athari, halafu tutenge bajeti tujenge. Kesha ya bomoa, tufungue chaji ya kumdai kwamba kwa nini amebomoa majengo ya serikali ili tu apate njia maduka yajengwe. Lengo lilikuwa ni kuja kujua mipaka hasa ikoje kwa ajili ya namna gani maeneo yanaweza kutumika. Lakini mimi nizungumzie mambo machache sana kama mbunge wa jimbo la Katoro. Mimi nilipata wasaa wa kuyatembelea hayo maeneo na kuyaangalia. Lakini pia nimejaribu kutembea na watu wa ardhi kunaonyesha mipaka na tukajidhibitisha kama mipaka iko sawa na hamna mtu anayejaribu kumwingilia mwenzake. Lakini changamoto ambayo ni namna gani wananchi walipokea, maana yale maeneo kwenye eneo letu la chama mbele kuna eneo la serikali ambalo lilibomolewa na mtu anayeitwa mwekezaji. Mwekezaji huyu alifanya utaratibu wa kusafisha eneo ili aanze kujenga kwa mamlaka aliyopewa na watu waliomwelekeza ili aweze kujenga lile eneo awekeze ila. Lakini sasa changamoto iliyokuja ni wananchi kupokea kile kitendo ambacho kilifanyika
cha kubomoa yale maeneo ya serikali ambazo zilikuwa ofisi zao ambazo baadhi zilikuwa zinatoa huduma na zingine zilikuwa hazitoi huduma kwa wakati huo, lakini zilibomolewa. Kwa hiyo mapokeo yakawa tofauti. Tukawa tunapokea taarifa kwa wananchi, huyu anasema hivi, huyu anasema hivi. Kwa hiyo tukaamua kufika kwenye ile eneo ili kujiridhisha kwamba ile eneo likoje. Tulifika tukaona kweli ofisi zimebomolewa. Aliyebomoa ni nani? Ni mwekezaji. Sasa tumejaribu kumuuliza mwekezaji kwamba aliyekupa mamlaka ya kubomoa hili eneo tofauti na halmashauri ni nani? Tunakosa majibu. Kwa hiyo kamati ikafika ikajiridhisha kwamba utofauti wa maeneo uko sawa na hauna shida yoyote. Mimi kikao changu sikukiendesha bila yeye. Nilimpigia simu, tulikifungua kikao tukiwa naye na alichangia hoja tukiwa naye. Uzuri clip waandishi wa habari na hisi kama vile walikuwepo. Alichangia hoja, tulitoka kwa maazimio ya pamoja na nilimsihi sana kwamba tutumie hekima. Ili huo mgogoro niliwaachia chama na serikali. Nikamwambia nendeni mkakae kwa pamoja mutatue mgogoro na mturudishie majibu. Kwa mimi walionipigia simu ni wananchi kwamba mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri huku kuna sitafahamu imetokea ya vurumai. Nilifika lakini sikutatua ule mgogoro mpaka nilimsubiri yeye afike na alikuwepo kwenye kikao na aliongoza kwa kuniunga mkono yale mawazo ambayo tuliyatoa kwa pamoja. Na katika wakati tuna hapa kuna kiapo ambacho kinazuia vitu kama hivi, kuwa na interest na mali za umma. Tafsiri yake tunaenda kutengeneza mgogoro mkubwa kati ya wananchi na viongozi. Leo hii mwenyekiti wa kitongoji ambaye ndiye msimamizi mkubwa wa kitongoji ana mgogoro na mheshimiwa diwani, lakini ninachokiona tunaenda kutengeneza picha ngumu sana kwa wananchi na mgogoro mkubwa tunaenda kutengeneza kati ya chama na serikali, ambapo Chama cha Mapinduzi najua ni chama kinachofuata utaratibu. Kanuni zinaruhusu ikitokea mgogoro kwenye eneo lako ukute mwenyekiti wa halmashauri ameanza kuendesha mgogoro bila kushirikishwa diwani wa eneo husika. Ndio. Kwa sababu mimi nilikuta wameshaanza kikao na sikujua kama kuna mgogoro. Nikapiga tu mtendaji, mama tunaendelea na kikao huku. Baadaye akanipigia mwenyekiti wa halmashauri akaniambia uko wapi? Nikamwambia niko kwenye tasafu Kaduda. Sasa mimi nimekuja kutoa maelekezo. Lakini mimi nimekuta mwenyekiti wa halmashauri anaendelea na kikao. Nikasubiri akaendelea na kikao mpaka akamaliza. Sikuingia kwenye nani yote ile. Hata hawa watumishi wanaosemwa kwamba mimi watumishi na nini na watisha kuwaondoa. Watumishi wako hapa siwaitwe waulizwe. Kama mimi nimewahi kukaa kikao cha watumishi nakwambia waondolewe. Hii ni migogoro anayotengeneza mwenyekiti wa kitongoji kwa sababu bado na utimu hajakubaliana na mimi. Kwa kutokubaliana na mimi kusimfanye mimi akataa kunichafua. Amejitahidi kutengeneza makundi chini hata hao machinga nao sema wanatengenezwa. Machinga wanaokuja kutengenezwa mimi ni watu ambao wanatokea Rudete, wanatengenezwa wameshoka kitongoji. Wanakuja hapo wanaanza kupiga kelele. Lakini wananchi kwa uhakika, wananchi msiko vibaya na wananchi. Mheshimiwa, naomba nikuhakikishie kwamba hili eneo halijaombewa kibali cha ujenzi kwa ajili ya kujenga mradi wanaotaka kuweka hapa. Sawa. Bi yake mwekezaji ni nani? Mheshimiwa mbunge, hili eneo kwa mujibu wa umiliki, anayemiliki hapa na mwenye hati ni Chama cha Mapinduzi. Anayetakiwa kukuomba kibali wewe ni nani? Anayetakiwa kuomba ni mmiliki wa eneo. Kwa maana ndio toa kibali hujatoa. Mheshimiwa, hatujatoa kibali. Huyu aliyekwangua hapa amepata wapi hizo gati za kuvunja na kuanza kung'oa majengo, kung'oa vibali kutengeneza amepata hapa? Mheshimiwa, ndicho kilichotuleta hapa na pamoja na kuja hapa siku tunagundua kwamba hii process inaendelea, mkurugenzi alimsimamisha kwamba usiendelee mpaka ufuate taratibu za mamlaka ya upangaji. Nadhani walikuja hapa tukapima mpaka huko pale, lakini kile kinachofanywa sisi yani tunafanywa yani ukisema kitu huyu mama anatumia sana chama, anajifikia kwenye chama. Ukisema hapo naambiwa mama yupi? Mheshimiwa diwani wa kata ya Katoro hii. Anafanyaje? Yote vurugu anayoileta ni yeye, lakini anajifichia kwenye chama. Ukizungumza upelekwe kwenye maadili, anasema tutapita na wewe kama utaleta mdomo kuchongoa. Lakini mimi nilikuwa nafuatilia, naenda kulalamika kwa Teo kwamba kwa nini haya majengo yanavunjwa, mimi mwenyekiti wa mtaa nipo bila kuhusishwa. Na kinachofanyika hapa sielewi. Lakini kinachotumika huyu mama mheshimiwa diwani anapenda kujificha kwenye chama. Na nilisikia kauli moja anasema yoyote atakayejitokeza kuleta mdomo hapa anapita naye.